Samueli wa kwanza sura ya 6. Basi hilo sanduku la Bwana lilikuwamo katika nchi ya Wafilisti muda wa miezi 7. Na Wafilisti wakaita makuhani na waaguzi, wakasema, tulifanyieje sanduku la Bwana? Tuonyesheni jinsi tuwezavyo kulirudisha mahali pake. Nao wakajibu, mkilirudisha hilo sanduku la Mungu wa Israeli, msilirudishe kitupu, lakini msikose kumpelekea na matoleo ya kosa. Hivyo mtapona, tena mtafunuliwa ni kwa sababu gani mkono wake haukuondolewa kwenu. Ndipo wakauliza, na hayo matoleo ya kosa yatakuwa ya namna gani, hayo tutakayompelekea? Nao wakajibu, na yawe majipu ya dhahabu 5 na panya wa dhahabu 5, sawasawa na idadi ya mashehe wa Wafilisti, kwa kuwa tauni moja ilikuwa juu yenu nyote na juu ya mashehe wenu. Kwa hiyo mtafanyiza sanamu za majipu yenu na sanamu za panya wenu waiharibuo nchi, nanyi mtamtukuza huyo Mungu wa Israeli. Huenda ataupunguza uzito wa mkono wake juu yenu na juu ya miungu yenu na juu ya nchi yenu. Mbona basi mnaifanya migumu mioyo yenu kama vile wale wa Misri, naye yule Farao walivyoifanya migumu mioyo yao? Hata na hao hapo alipokwisha kuwa dhihaki, je, hawakuruhusu watu nao wakaenda zao? Basi sasa jifanyizieni gari jipya, mtwae na ng'ombe wake 2 wakamuao, ambao hawajafungwa nira, nanyi mkawafunge hao ng'ombe garini, na kuwaondoa ndama zao na kuwatia zizini. Kisha litwaeni hilo sanduku la Bwana na kuliweka juu ya gari, na hivyo vitu vya dhahabu mtakavyompelekea kuwa matoleo ya kosa mvitie katika kasha kando yake, mkalipeleke sanduku lipate kwenda. Kisha angalieni, likikwea kwa njia ya mpakani mwake kwenda Beth Shemesh, basi ndiye aliyetutenda uovu huo mkuu. La sivyo, ndipo tutakapojua ya kwamba si mkono wake uliotupiga, ilikuwa ni ajali iliyotupata. Basi watu wale walifanya hivyo, wakatoa ng'ombe 2 wakamuao, wakawafunga garini, na ndama zao wakawafunga zizini. Kisha wakaliweka sanduku la Bwana juu ya gari, pamoja na kasha lenye panya wa dhahabu na sanamu za majipu yao. Na hao ng'ombe wakashika njia moja kwa moja kwenda Beth Shemesh, wakaiandama njia ya barabara, wakaenda wakilia, lakini hawakugeukia upande wa kuume wala wa kushoto. Na mashehe wa Wafilisti wakawafuata hata kufikia mpaka wa Beth Shemesh. Nao watu wa Beth Shemesh walikuwa wakivuna ngano yao bondeni, wakainua macho yao, wakaliona sanduku, wakafurahi sana kuliona. Na lile gari likaingia katika konde la Yoshua wa Beth Shemesh, na kusimama pale pale palipokuwapo jiwe kubwa. Basi wakaipasua miti ya lile gari, wakatoa wale ng'ombe kuwa ni sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana. Nao Walawi walilishusha sanduku la Bwana na lile kasha lililokuwa pamoja nalo lenye vile vitu vya dhahabu, wakaviweka juu ya lile jiwe kubwa. Na watu wa Beth Shemesh wakatoa sadaka za kuteketezwa na kuchinja dhabihu siku hiyo kwa Bwana. Na hao mashehe 5 wa Wafilisti hapo walipokwisha kuyaona hayo, walirejea Ekroni siku hiyo. Hii ndio hesabu ya yale majipu walioyapeleka wale Wafilisti yawe matoleo ya kosa kwa Bwana: kwa Ashdodi 1, kwa Gaza 1, kwa Ashkeloni 1, kwa Gath 1, na kwa Ekroni 1, na panya wa dhahabu kwa idadi ya miji yote ya Wafilisti, milki zao wale mashehe 5, miji yenye maboma na vijiji vya mashamba pia. Nalo lile jiwe kubwa ambalo juu yake waliliweka sanduku la Bwana
liko hata hivi leo hapo kondeni pa Yoshua wa Beth-Shemesh. Basi Bwana aliwapiga baadhi ya watu wa Beth-Shemesh kwa sababu wamechungulia ndani ya hilo sanduku la Bwana. Wapata watu 70 na watu 50,000, nao watu wakalalamika kwa kuwa Bwana amewapiga watu kwa uwaji mkuu. Nao watu wa Beth-Shemesh wakasema, ni nani awezaye kusimama mbele za Bwana, huyu Mungu mtakatifu? Naye atapanda kwenda kwa nani kutoka kwetu? Nao wakatuma wajumbe waende kwa wenyeji wa Kiriath Yearim kusema, Wafilisti wamelirudisha sanduku la Bwana, basi shukeni mkalichukue kwenu. Samueli wa kwanza sura ya 7. Na hao watu wa Kiriath Yearim wakaja wakalichukua sanduku la Bwana, wakalileta ndani ya nyumba ya Abinadabu huko kilimani, na wakamtenga Eleazari mwanawe ili alilinde sanduku la Bwana. Ikawa tangu siku hiyo ambayo sanduku lilikaa Kiriath Yearim, wakati ulikuwa mwingi, kwa maana ulikuwa miaka 20, na nyumba yote ya Israeli wakamwombolezea Bwana. Basi Samueli akawaambia nyumba yote ya Israeli akasema, ikiwa mnamrudia Bwana kwa mioyo yenu yote, basi iondoleeni mbali miungu migeni, nayo Maashtoresi yatoke kwenu, mkamtengenezee Bwana mioyo yenu, mkamtumikie yeye peke yake, naye atawaokoa katika mikono ya Wafilisti. Ndipo wana wa Israeli wakayaondoa Mabaali na Maashtorethi, wakamtumikia Bwana peke yake. Samueli akasema, wakusanyeni Israeli wote Mispa, nami nitawaombea ninyi kwa Bwana. Wakakusanyika huko Mispa, wakateka maji na kuyamimina mbele za Bwana, wakafunga siku ile, wakasema huko, tumemfanyia Bwana dhambi. Samueli akawaamua wana wa Israeli huko Mispa. Hata Wafilisti waliposikia ya kuwa wana wa Israeli wamekusanyika huko Mispa, masheo wa Wafilisti walipanda juu ili kupigana na Israeli. Nao wana wa Israeli waliposikia wakawaogopa Wafilisti. Wana wa Israeli wakamwambia Samueli, usiache kumlilia Bwana Mungu wetu kwa ajili yetu, kwamba atuokoe na mikono ya Wafilisti. Ndipo Samueli akatwaa mwana kondoo mchanga, akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa nzima. Samueli akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli. Bwana akamuitikia. Hata Samueli alipokuwa akiitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakakaribia ili kupigana na Israeli. Walakini Bwana akapiga ngurumo, mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti siku ile, akawafadhaisha, nao wakaangamizwa mbele ya Israeli. Nao watu wa Israeli wakatoka Mispa, wakawafuatia Wafilisti, wakawapiga hata walipofika chini ya Beth-Kari. Ndipo Samueli akatwaa jiwe na kulisimamisha kati ya Mispa na Shen, akaliita jina lake Ebenezeri, akisema, hata sasa Bwana ametusaidia. Hivyo Wafilisti walishindwa wasiingie tena ndani ya mipaka ya Israeli. Na mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Wafilisti siku zote za Samueli, nayo miji ile Wafilisti waliokuwa wamewapokonya Waisraeli ilirudishwa tena kwa Israeli tokea Ekron mpaka Gathi, na Waisraeli wakauokoa mpaka wake mikononi mwa Wafilisti. Tena kulikuwa na amani kati ya Israeli na Waamori. Naye huyo Samueli akawaamua Israeli siku zote za maisha yake, naye huenda mwaka kwa mwaka kuzunguka mpaka Betheli na Gilgali na Mispa. Akawaamua Israeli mahali hapo pote, na kurudi kwake kulikuwa mpaka Rama, maana ndipo ilipokuwa nyumba yake, nako ndiko alikoamua Israeli, na huko akamjengea Bwana madhabahu. Samueli wa kwanza sura ya 8. Hata Samueli alipokuwa mzee, aliwafanya wanawe wawe waamuzi juu ya Israeli. Na jina la mwanawe mzaliwa wa kwanza aliitwa Yoeli, na jina la wa pili Abia. Walikuwa waamuzi katika Beersheba, ila wanawe hawakuenda katika njia zake, bali waliziacha ili wapate faida.
wakapokea rushwa na kupotosha hukumu. Ndipo wazee wote wa Israeli wakakutana pamoja, wakamwendea Samueli huko Rama. Wakamwambia, angalia, wewe umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako. Basi tufanyie mfalme atuamue mfano wa mataifa yote. Lakini neno hilo lilikuwa baya machoni pa Samueli waliposema, tupe mfalme atuamue. Naye Samueli akamwomba Bwana. Bwana akamwambia Samueli, isikilize sauti ya watu hawa katika kila neno watakalokuambia, kwa maana hawakukukataa wewe, bali wamenikataa mimi, ili nisiwe mfalme juu yao, kwa kadri ya matendo yao yote walionitenda tokea siku ile nilipowatoa katika Misri hata leo, kwa kuniacha mimi na kwa kutumikia miungu mingine, ndivyo walivyokutenda wewe. Basi sasa isikilize sauti yao, walakini uwaonye sana na kuwaonyesha desturi ya mfalme atakayewamiliki. Na Samueli akawaambia wale watu waliotaka mfalme maneno yote ya Bwana. Akasema, mfalme atakayewamiliki ninyi atakuwa na desturi hii: atatwaa wana wenu na kuwaweka kwake kwa magari yake na kuwa wapanda farasi wake, nao watapiga mbio mbele ya magari yake, naye atawaweka kwake kuwa maakida juu ya 1,000 na maakida juu ya 50, na wengine atawaweka walime shamba lake na kuvuna mavuno yake na kufanyiza zana zake za vita na vyombo vya magari yake. Na binti zenu atawatwaa kuwa wafanyaji wa malham na wapishi na waokaji. Atatwaa makonde yenu na mashamba yenu ya mizabibu na ya mizeituni, yale yaliyo mazuri sana, ili awape watumishi wake. Naye atawatoza ushuru wa mbegu zenu na wa mizabibu yenu, awape maakida wake na watumishi wake. Atawatoa watumishi wenu na wajakazi wenu na ng'ombe zenu walio wazuri sana na punda zenu, naye atawatia katika kazi zake mwenyewe. Atawatoza fungu la 10 la makundi yenu, nanyi mtakuwa watumwa wake. Nanyi mtalia siku ile kwa sababu ya mfalme wenu mliyejichagulia. Bwana asiwajibu siku ile. Lakini hao watu wakakataa kuisikiliza sauti ya Samueli, wakasema, sivyo hivyo, lakini tunataka kuwa na mfalme juu yetu, ili sisi nasi tufanane na mataifa yote, tena ili mfalme wetu atuamue, tena atoke mbele yetu na kutupigia vita vyetu. Samueli akayasikia maneno yote ya watu, akayanena masikioni mwa Bwana. Bwana akamwambia Samueli, isikilize sauti yao ukawafanyie mfalme. Kisha Samueli akawaambia watu wa Israeli, enendeni kila mtu mjini kwake. Samueli wa kwanza sura ya 9. Basi kulikuwa na mtu mmoja wa Benyamini, jina lake akiitwa Kishi, mwana wa Abieli, mwana wa Serori, mwana wa Bekarathi, mwana wa Afia, mwana wa Benyamini, mtu shujaa mwenye nguvu. Naye alikuwa na mwana aliyeitwa jina lake Sauli, kijana tena mzuri, wala katika wana wa Israeli hakuwako mtu mzuri kuliko yeye. Tangu mabega yake kwenda juu alikuwa mrefu kuliko watu wote, na punda za Kishi baba yake Sauli walikuwa wamepotea. Kishi akamwambia Sauli mwanawe, haya basi, twaa mtumishi mmoja pamoja nawe, uondoke uende ukawatafute punda hao. Naye akapita kati ya nchi ya milima ya Efraimu, akapita na kati ya nchi ya Shalisha, lakini hawakuwaona. Kisha wakapita kati ya nchi ya Shaalimu, wala huko hawakuwako. Wakapita kati ya nchi ya Benyamini, lakini hawakuwapata. Hata walipofika nchi ya Sufu, Sauli akamwambia yule mtumishi aliyefuatana naye, haya, na turudi, baba yangu asije akaacha kufikiri habari za punda akatufikiri sisi. Naye akamwambia, tazama, katika mji huu mna mtu wa Mungu, naye ni mtu mwenye kuheshimiwa. Yote asemayo hutukia kweli kweli. Basi twende huko, labda yeye aweza kutuambia habari ya safari yetu,
tunayoiendea. Ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, lakini angalia, kama tukienda tumpelekee mtu huyo kitu gani? Maana chakula kimekwisha vyomboni mwetu, wala hapana zawadi ya kumpelekea mtu wa Mungu. Tuna nini sisi? Yule mtumishi akamjibu Sauli akasema, tazama, mkononi mwangu nina robo ya shekeli ya fedha. Nitampa huyo mtu wa Mungu fedha hiyo, atuambie njia yetu. Hapo zamani katika Israeli mtu alipokwenda kuuliza neno kwa Mungu husema hivi, haya, twende kwa muonaji. Maana mtu aitwaye sasa nabii hapo zamani aliitwa muonaji. Basi Sauli akamwambia mtumishi wake, umesema vyema. Haya, twende. Wakaenda mpaka mji ule aliyekuwamo mtu wa Mungu. Hata walipokwea kwenda mjini, wakakutana na wasichana wanatoka kwenda kuteka maji. Wakawaambia, je, muonaji yuko? Nao wakawajibu wakasema, yuko, tazama, yuko huko mbele yako. Fanyeni haraka sasa, maana hivi leo amekuja mjini, kwa sababu watu wanadhabihu leo katika mahali pa juu. Mkiingia mjini tu, mara mtamuona, kabla hajakwea kwenda mahali pa juu ale chakula, maana watu hawatakula hata yeye atakapokuja, kwa sababu yeye ndiye anayeibarikia dhabihu, kisha hao watu walioalikwa hula. Basi kweeni sasa, maana wakati huu ndio mtakapomuona. Nao wakakwea kwenda mjini. Nao walipokuwa wakiingia mjini, tazama, Samueli akawatokea kwenda mahali pa juu. Basi Bwana alikuwa amemfunulia Samueli siku moja kabla Sauli hajamwendea, akisema, kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benyamini, naye mtie mafuta ili awe mkuu juu ya watu wangu Israeli, naye atawaokoa watu wangu na mikono ya Wafilisti, maana nimewaangalia watu wangu, kwa sababu kilio chao kimenifikiria. Hata Samueli alipomuona Sauli, Bwana akamwambia, huyu ndiye niliyekuambia habari zake, huyu ndiye atakayewamiliki watu wangu. Ndipo Sauli akamkaribia Samueli langoni, akasema, tafadhali uniambie nyumba ya muonaji iko wapi? Samueli akamjibu Sauli akasema, mimi ndimi muonaji. Tangulia mbele yangu ukwee mpaka mahali pa juu, kwa maana mtakula pamoja nami leo, kisha asubuhi nitakuacha uende zako, nami nitakuambia yote ulionayo moyoni mwako. Na wale punda zako waliopotea siku hizi 3, usijiudhi kwa ajili yao, maana wameonekana, na yote yaliyotamanika katika Israeli amewekewa nani? Si wewe na nyumba yote ya baba yako? Basi Sauli akajibu akasema, je, mimi si Mbenjamini, mtu wa kabila iliyo ndogo kuliko kabila zote za Israeli? Na jamaa yangu nayo si ndogo kuliko jamaa zote za kabila ya Benjamini? Kwa nini basi kuniambia hivyo? Naye Samueli akamtoa Sauli na mtumishi wake, akawaleta ndani sebuleni, akawaketisha mahali pa heshima kati ya watu walioalikwa, nao jumla yao walikuwa kama watu 30. Samueli akamwambia mpishi, lete ile sehemu niliyokupa, hiyo niliyokuambia iweke akiba. Basi mpishi akatoa paja na nyama iliyokuwa juu yake, akaiweka mbele ya Sauli. Samueli akasema, iliyowekwa akiba ndiyo hiyo, iweke mbele yako ule, kwa sababu umewekewa hiyo wewe hata wakati uliokusudiwa, maana nalisema, nimewaalika watu. Basi Sauli akala pamoja na Samueli siku hiyo. Hata waliposhuka kutoka mahali pa juu na kufika mjini, akaongea na Sauli darini, nao wakaamka alfajiri. Kisha ikawa kulipopambazuka, Samueli akamwita Sauli darini, akisema, inuka nikupeleke kwenu. Basi Sauli akainuka, nao wakatoka wote wawili, yeye na Samueli. Hata walipokuwa wakishuka mwisho wa mji, Samueli akamwambia Sauli, mwambie mtumishi atangulie. Naye akatangulia. Basi wewe simama hapa sasa, ili nikuambie neno la Mungu. Samueli wa kwanza sura ya 10. Ndipo Samueli akatwaa kichupa cha mafuta,
akayamimina kichwani pake, akambusu, akasema, "Je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Utakapoondoka kwangu leo, utakutana na wanaume wawili karibu na kaburi la Raheli katika mpaka wa Benyamini huko Selsa. Nao watakuambia, punda hao uliokwenda kuwatafuta wameonekana, na tazama, baba yako ameacha kufikiri habari za punda, anafikiri habari zenu, akisema, nifanye nini kwa ajili ya mwanangu? Kisha utakwenda mbele kutoka hapo na kufika kwa Mwaroni wa Tabori, na hapo watu watatu watakutana nawe wanaokwea kumwendea Mungu huko Betheli. Mmoja anachukua wanambuzi watatu, na mwingine anachukua mikate mitatu, na mwingine anachukua kiriba cha divai. Nao watakusalimu na kukupa mikate miwili, nawe utaipokea mikononi mwao. Baada ya hayo utafika Gibea ya Mungu, hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini, utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda na tari na kinubi na filimbi mbele yao, nao watakuwa wakitabiri. Na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Basi hapo ishara hizi zitakapokutukia, fanya kama uonavyo vema, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Nawe utatelemka mbele yangu mpaka Gilgali, nami angalia, nitakutelemkia huko ili kutoa sadaka za kuteketezwa na kuchinja sadaka za amani. Siku 7 utangoja hata nitakapokujia na kukuonyesha yatakayokupasa kuyafanya. Ikawa alipogeuka kumwacha Samueli, Mungu akambadilisha moyo, nazo ishara zile zote zikatukia siku ile ile. Basi walipofika Gibea, tazama, kikosi cha manabii wakakutana naye. Kisha Roho ya Mungu ikamjilia kwa nguvu, naye akatabiri kati yao. Ikawa wote walipomjua zamani, walipoliona jambo hilo, kwamba tazama, huyo anatabiri pamoja na manabii, ndipo watu wakasemezana, ni nini hilo lililompata mwana wa Kishi? Je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii? Naye akajibu mtu mmoja wa mahali hapo, akasema, na baba yao ni nani? Kwa hiyo ikawa mithali, je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii? Naye alipokwisha kutabiri, alipafikilia mahali pale pa juu. Basi babaye mdogo akamuuliza Sauli na mtumishi wake, je, mlikwenda wapi? Naye akajibu, tulikwenda ili kuwatafuta hao punda, na tulipoona ya kwamba hawakuonekana, tulimwendea Samueli babaye mdogo. Sauli akasema, tafadhali uniambie, huyo Samueli aliwaambiaje? Lakini Sauli akamjibu babaye mdogo, alituambia waziwazi ya kuwa hao punda wamekwisha onekana. Lakini habari ya ufalme ambao Samueli alimwambia hakuitaja habari hiyo. Basi Samueli akawakusanya watu mbele za Bwana huko Mispa, akawaambia wana wa Israeli, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, naliwatoa Israeli kutoka Misri, nami naliwaokoa ninyi na mikono ya Wafilisti na ya falme zote zilizowaonea. Lakini leo mmemkataa Mungu wenu, naye ndiye awaponyaye katika misiba yenu yote na shida zenu, nanyi mmemwambia sivyo, lakini weka mfalme juu yetu. Basi sasa hudhurieni mbele za Bwana kwa kabila zenu na kwa elfu zenu. Basi Samueli akawaleta kabila zote za Israeli karibu, na kabila ya Benyamini ikatwaliwa. Kisha akaileta kabila ya Benyamini karibu kwa jamaa zao, jamaa ya Wamatri ikatwaliwa. Akaileta jamaa ya Wamatri karibu, mtu baada ya mtu. Kisha Sauli mwana wa Kishi akatwaliwa, lakini walipomtafuta hakuonekana. Basi wakazidi kumuuliza Bwana, amebaki mtu
hakuja huku bado? Naye Bwana akajibu, tazama, amejificha penye mizigo. Basi wakaenda mbio wakamleta kutoka huko, naye aliposimama kati ya watu, alikuwa mrefu kuliko watu wote, tangu mabega yake kwenda juu. Samueli akawaambia watu wote, mnamuona mtu huyu aliyechaguliwa na Bwana, ya kuwa hakuna mtu mfano wake katika watu wote. Ndipo watu wote wakapiga kelele wakasema, mfalme na aishi. Kisha Samueli akawaambia watu madaraka ya ufalme, akayaandika katika kitabu, akakiweka mbele za Bwana. Samueli akawaruhusu watu wote waende kila mtu nyumbani kwake. Sauli naye akaenda nyumbani kwake huko Gibea, na pamoja naye wakaenda kikosi cha watu ambao Mungu alikuwa ameigusa mioyo yao. Walakini wengine wasiofaa kitu wakasema, huyu je, atatuokoaje? Nao wakamdharau wasimletee zawadi.